says our heart wishing. Hallelujah. 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 Let us praise Lord. Gade da hateski poshas. Wa apoteteski posha halvestin. I wat in a high besh. Is you was escape was a high festi shinikai. Lord, we worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you this night. You bring my heart and make me strong this night for worshiping you, Lord. Lord, I worship you. Thou so sapo high fashion God hot to hospe. God to all places. As not the had to play. Hallelujah. Tiraskop was shy. Et Efrat Kop was assassin healthy. Thou to skip was shahal blessed. Jesus. Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. He is the Alpha and Omega of everything in your mind, in your life, in your situation. He is the one who can say a word. Just worship him. Worship the Lord. Worship the Lord. Oh, hallelujah. You are not alone. God is with you. No matter what you're going through, worship the Lord. No matter how your situation is, worship the Lord. No matter what people can talk about you, worship the Lord. No matter what you're going through right now, you're going through something very hard. Very hard. No one can help. No one can help. But God is there. Just open your heart and worship him. Worship the Lord. Go, I don't know, teskip. God offer the teskip washer. Let the spirit of resurrection move in your heart right now. The spirit of resurrection move in your heart right now. Just worship the Lord. Open your mind, open your mouth, open your spirit. Leave your body. Come out with your body. Come out. Leave it alone. But be you now. Concentrate on yourself. Concentrate on yourself in God's presence. Something must happen to you this night. Oh, worship the Lord. Hallelujah. Det skip was a halvfatna de ateglar. What is skip was shaho? What after the two places the skip was shatanga. The skip was him. Avat kopros a wekle had pleshin kopro that I gave was a slurry de koi washne. He was a salary de clo shuahal vestri pa. Hallelujah. Hallelujah. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. That's so simple.
You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, tutahauta kukosa siposhisa halise. Mungu wa uwezo, asante kwa uzima na maisha unayonipa leo. Leo unanipa maisha ingine tofauti na ya jana, kwa sababu naamsha moyo wangu, ukatoa usingizi kwa macho yangu, ukatoa udhaifu, ukanifanya ni watch what you are going to do. No matter what I'm going through, no one knows it, but He does. You know that, Lord. That's why you wake me up this night, not to fight, but to worship you. Not to fight anyone, not to fight, because I know you are in the center of whatever I'm going through. You love it and you like it. Lord, I worship you. 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 Let those who came and watch this video, let them be in this spirit of worshiping. Let them be our worshipers. Let them worship you, Lord. No matter their body is not able to worship you, but because of the spirit of the resurrection of death, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, I believe in that spirit of restoration, the spirit of resurrection, the spirit of restoration, to restore our life, to restore our spirit and ministry, to restore our churches, to restore our country, to restore everyone who came in your presence with the song of worship. You can make him happy no matter what he's going through. Lord, I worship you. That was she feels how to place then high sin. Hallelujah. That we have called that to place she sin. God, Jesus, Jesus, you are high. Jesus, Jesus, you are high. Jesus, Jesus. To bless in fato, what apode to bless and fight to coalition. What after that is kids hard to pleasure. What after that is keep wash so hard to offless a seat, but I get but a pleasure. What after that to occurs a sea clashing. What after that the test keep was satinity has a clarity high washing. What after that to process capos a high flashes. As Nadira de copra to place in caposai. You offer the what's kept to play, then cheese Nadira de clash. What after that to go who high places. If you want that keep was to place, Nadira de clear call. What after that desk keep possessing. If you want the high the escape was a hard to plashing. What after that desk keep was a la declaration. Zandualusa, 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 Zanduajinang. Ida at the fake opera or places keep shaha. If you was a skip or a play that Nedira de Clo, what the elevation, what of course a skip or shot play is Larry de Croat, while the elevation in the rather old scapo, what of course a scope of the high plation, keep or salary the Kansas Nedira de Hoy washing. Ho fan apply, go order to a places keep or shassin high fest foul. Over what skip or two, Boaz a skip or had played the skip or chassin, even the Razes had died or of plashing, what after the Tekle Razes skip or shahal festin up your hallway. Get the skip or Sivet, Nadirate, Joka, Wendamajunda, Seigneur, lève-toi, Seigneur Tout-Puissant, Joka, Wendamajunda. Lord, connect me with heaven right now. Let me live in heaven. Let me see your glory.
Let me see your glory. Let me see your glory, Lord Jesus. Inspire me with your word. Teach me again. Show me what to do, where to start, and where to end, Lord Jesus, because you are the A and Z. You are the A and Z. You are the Alpha and Omega. You are all about what I think. Oh Lord, at what est-ce qui peut charquer pour ça et get na dégradé est-ce qui peut charquer fasting et what que peut charquer blaze est-ce qui peut charquer fest ne dira ce qui peut. Put your word in my mouth, Lord, and then I can speak. Put your word in my mouth, Lord. Put your word in my spirit, Lord. Put your word in my heart, Lord. Put your word in my mouth, Lord, for me to speak exactly what I heard from you, Lord Jesus. I don't want to speak experience. My experience will never help someone, but your word will help. Your word will teach. Your word will heal. Your word will bless. Your word will restore somebody's life. Your word is so powerful, Lord. That's why let me use your word, which is you, Jesus. You are the word of God. You are the word of God. You are the word made flesh. You are the word in flesh. You are the word in flesh. You are the word in flesh. That's why God lifts you higher in the highest level. No one was there before you. You are the one who starts to be there. Why God supports you, God lifts you there, God brings you there for you to control everything. Lord, I worship you. I worship you, Lord Jesus. I worship you. Nacha watumishi wote mikononi mwako. Watumishi wote ninaotumika nao mikononi mwako. Bwana, na kuomba roho ya ukweli, roho ya umoja na upendo, roho ya Mungu inayotawala wana wa watu itutawale, kwa sababu kilichotuweka pamoja si kabila, si urafiki. Bwana, kilichotuweka pamoja ni neno, na wewe Yesu ndio neno ya ukweli. Kubali Mfalme, watumishi wote wawe na roho moja, wafuata onyo vile ilivyo, wafuata ujumbe vile ulivyo, wafuata oda ya Roho Mtakatifu. Bwana, kubali kanisa inuka. Bwana, usiangalie makosa ya kanisa na viongozi, makosa tuliyofanya kama viongozi wa kanisa. Bwana, kwa njia moja ama nyingine, hakuna yule atajitetea. That's why ukaona kwamba hakuna utukufu ambayo inayoinuka ndani ya kanisa kwa jina lako. Wanainua watu, hata waimbaji wanaimba wakiinua pastors wao. Oh Yesu, ukaona hakuna nafasi yako. That's why unaambia Gideon kwamba Gideon, watu naoni wengi sana, kwa sababu sioni kama watakubali ni mimi ndio nilifanya. Watakubalia nguvu zao na wengi wao. That's why you have to choose. Gideon akachoose kwa macho yake, haikutosha until wewe mwenyewe ukaenda kuchoose, ukachagua watu ambao ndani ya moyo wao walitawaliwa na uwezo wako na ushuhuda wako na uwepo wako. Bwana, kubali wewe unayochagua watu, unajua nani anaweza kufanya nini na unamtoa wapi. Yesu, wakati unapoongezea kanisa la kale, Biblia inasema kwamba ulikuwa unaongezea watu wenye kuokoka, kwa sababu mtu mwenye kuokoka akija anakuja na wokovu na mbegu ya wokovu ya kuletea watu wengine. Bwana upewe sifa. Bwana upewe sifa. Hata hii wakati ambayo wanaweka watu likizo kwa nguvu, wanatuma watu kwa likizo ya nguvu ambayo si kupenda kwao, si plan zao. Bwana wa uwezo, kubali yoyote kwa hii wakati akae chini afikiria. Biblia inasema kwamba mwenye kuwa kwa nyumba ya matanga afikiria what next about after this one, what next after corona, what next. No one knows. No revelation. Biblia inasema wakati ya Samueli hakukuwa ufunuo wowote, ndio wakati huu, kwa sababu hakuna mtu alikupa masikio. Watu walidanganya throughout, wakaconfirm hata kwa mitandao ya kwamba
wewe uliwaambia utakuja, na mimi najua Biblia haiwezi kamwe kucontradict what you said. Ulisema utakuja kama mwizi, itabaki vile. Ni mtu awe ready kongojea kwa mlango wake, wakati itabishwa na mwizi amvamie. Si mwizi amvamie, yeye mwenye kuwa prepared. Bwana, Roger, I have to be prepared, waiting for you, waiting upon you. I have to be prepared, my spirit, my soul, and my body must be prepared, because you are coming. You are coming to take me away of this world. Take me away. That's why you are coming again. Lord Jesus, let your power change my understanding. Let your power change my vision. Let your power change my message. All has come to pass. Hallelujah. Let your power transform me, Lord. Let me be a good example to others. When people saw me, let them show you in me. Let them see. Let them touch you in me, Lord. Let them touch you in me, Lord. Let the world touch you in me. Let the world recognize you in me, Lord. Oh, rawaskam auprès des vêtements pour sa regarde dit wasque pour ta faille clair quand dai au plaisir skipo you wasque pour ta faille tensis na des races esclaves de atafo wa apode tout plaisir na des races esclaves de evesas la de wai watan ke pour ta faille oui escape pour sa faille de skipo chaho wa aprade de il est raspes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bwana, asante kwa muda mwingi, muda mzuri, wakati mwema. Allowed me to share this word to your people. Allowed me, Lord. Allowed me, Lord. Allowed me, Lord, to share this word to your people, because this is the life I'm giving to those who are going to follow me after. Sikuambia mtu na sikupenda kuambia mtu leo nitakuwa, Bwana, kwa sababu nilikuwa naongojea kusikia kwako. Asante Mungu mkubwa, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tunarudisha tena utukufu mwingi kwa Mungu wetu anayetupa uzima. Tunarudisha utukufu kwa Mungu wetu anayetupa nguvu ya kusimama wakati huu ambayo ni usiku wa manane, ambayo malaika alimtembelea Pita kwa jela baada ya kanisa kuinua jina la Yesu. Vile ninavyoinua na vile utakavyoinua, Bwana hakupewa muda kama huu wa kusimama na kutamka jambo fulani jipya kwa mdomo wako. Nilikuwa naambia watu leo, nikaandikia watu kwamba imani ni tabia. Imani ni utu. Imani ni tofauti na ujuzi. Ujuzi ni kulingana vile ulivyojua, but imani si kulingana vile unajua, ni kulingana na vile unaamini. Kulingana vile unaamini ndio imani. Biblia inasema kwamba wenye haki wataishi kwa imani. Ni wakati kama huu wa kuonyesha imani. But hapo si ujumbe wangu iko hapo. Ujumbe wangu iko kwa Romans chapter 8 verse 1. No condemnation for those in Christ.
Jesus. No condemnation. Let us pray and hear the word of God. Lord Jesus, it is time for you to speak to us. Let me speak your word as an instrument to your people. The Bible says you send your word and your word healed them. In another word, you sent Christ as the word in this world to save people, to transform people. I'm one of those who are transformed by the word of God, by Jesus' power. That's why what I'm doing now is to share to your people what I heard from you. Lord Jesus, let your word in my mouth be powerful for your people to understand and to discover the power of resurrection in your word. Use me, Lord Jesus, and speak to your people. In Jesus' precious name, I pray. Amen. Hallelujah. 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 Romans chapter 8, verse 1. I like it. It's blessing me more. I like it. That's why when God was speaking to me about it, it was so powerful, because you are not believing, but you are pretending to believe and to be a Christian. You are pretending to be a Christian, but still religious in our heart and spirit. What I'm talking now is not for religious people. I'm talking to Christian people, those who knows their God, those who believe in Christ Jesus. Christian. Therefore, there is no condemnation. No condemnation to those who are in Christ. In Christ, we do not work according to the flesh, but according to the Spirit. There is no condemnation for those who are working, not in the flesh, but in the Spirit. How? Tutatembeaje kiroho kama bado tuko kwa mwili? Kwa sababu laana ni ya mwili, si ya kiroho. Ukosefu ni mwili. Tutatembeaje? Biblia inasema therefore there is no condemnation now for those who are living, who are in Christ. Kwa wale wanaoishi ndani ya Kristo, hakuna hukumu wowote kwao. Pas de jugement. Hakuna hukumu kwao, kwa wale wanaoishi ndani ya Kristo. Bwana apewe sifa. Another version say, there is now, comma, therefore, no condemnation for those who are in Christ Jesus.
kwa wale wanao ndani ya Yesu, wanaoishi ndani ya Yesu. Kuishi ndani ya Yesu si mwili utaishi ndani ya Yesu, ni roho itaishi ndani ya Yesu. Wale wanaoishi ndani ya neno, laana haiwezi kuwasumbua wao. Wale wanaoishi ndani ya neno, kwa sababu when we are talking about this name of Jesus, we are talking about the word in flesh, the word of God in flesh, the word of God in flesh. Kwa wale wanaoishi ndani ya Yesu. Paulo akiwa kwa Wakorinto akaandika hii barua akimaanisha kwa Warumi ya kwamba hakuna hukumu kwa wale wanaoishi ndani ya Yesu. Akiandika hii barua kulikuwa mambo inayoendelea hapo. But Paulo akapata revelation ya Yesu peke yake kumonyesha ya kwamba condemnation ni ya mwili. But wale wanaoishi ndani ya Yesu, mili yao imekufa. Mwili umekufa wakati unapoishi ndani ya Yesu. Ukisoma Romans, let us go quickly tusoma Romans chapter 12. Usikia vile Paulo anaongea. Paulo anasema nini? Chapter 12 ya Romans chapter 12. Anasema nini? Paulo anaongea wazi sana. Hapo ndio utaelewa how are you going to live in Christ. You have to live another life and to choose that one. When I go see for Romans 12, let us read verse 1 and 2. Therefore, I urge you, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the reviewing of your mind, so that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hallelujah. Hallelujah. Don't live as other people live in this world. Be transformed. Achana na ulimwengu, achana na mazingira yote ya ulimwengu, haitakusaidia. Unaweza kuwa Mkristo kama bado ulimwengu, mazingira ya ulimwengu inakutatiza, inakusumbua, hautaweza kuishi ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo, wale wanaoishi ndani ya Kristo walibadilisha mazingira yao. Walibadilisha mahali pa kuishi, walibadilisha the way to live. They choose way to live, they choose who to live with, they choose. Ilikuwa vigumu sana kama Abrahamu hakuenda vile Mungu alimwambia, toka na wenda mahali ambapo nitakuonyesha. Ilikuwa vigumu sana apata kubarikiwa vile Mungu, wakati unapotoka na kuacha mazingira mbovu, mazingira chafu, unajiweka kando kwa sababu ya mission ama wito unao. Hakuna laana itakufikia. That is not you now. That is not you. That is not you. Sema, there is no condemnation for those
Ulimwengu ina mambo nyingi sana ambayo inasumbua kila mtu. Kila mtu anasumbuka, kila mtu analia, kila mtu is not happy. Well, this is this world. Hallelujah. Na wakati Mungu anasema, wakati Paulo anasema no condemnation, manake kuna people who are condemned. They are already condemned. Wanaishi wakiwa wanaishi na hukumu, ndani ya hukumu. Hata umwambie nini hawezi kukubali. Kwa mfano, mtu yako na kansa, anaamini ya kwamba kansa inaua, hawezi kukupa, maana hawezi kusikia vizuri. That are condemnation. Mtu anaishi na utasa, anajaribu njia zote, hata daktari akamwambia wewe hauwezi kuzaa kulingana na maumbile yako. Hata vile anajifanya Mkristo, si Mkristo. Ni watu wanaoamini jini 100%. Mkristo hana jini. Na wale wanaoishi wakiwa Wakristo, maisha yao ni tofauti. Haijalishi vile watu wanaweza kuwaona, but maisha yao ni tofauti sana na wale wanaoishi kwa jini. Kwa dini kuna sheria, kuna makaratasi kama hii imeandikwa sana. Imeandikwa kabisa. Kwa dini kuna makaratasi kama hii imeandikwa. Watafate hiyo makaratasi, vile inaandikwa ndio vile watafata. Hiyo ni dini. But wale wanayoishi ndani ya Kristo hawana karatasi, but wana Roho Mtakatifu ambayo inawaelewesha na kuongoza ibada zao. Bwana asifiwe sana. Ndio kwa maana chakua ni lako. Ukipenda kuishi ndani ya Yesu hakuna laana. Ukipenda kujifanya unaishi ndani ya Yesu, tutajua, kwa sababu kuna vitu fulani ya familia yako itakufuata. Wewe unayenifuata, fata vizuri. Biblia inasema there is no condemnation for those who are in Christ, for those who are living. Yoyote anayeishi ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Remember 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Asema, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. But hapa nasema those who are living in Christ, these people wako out of the curse, out of condemnation. But wewe ukiangalia vizuri, kuna vitu unajihukumu nayo. Si mtu anakuhukumu, but wewe mwenyewe unajihukumu. Simply because you are not in Christ. You are not in Christ. Ukiishi ndani ya Yesu, utasikia furaha yenye haujawahi kusikia. Ukiishi ndani ya Yesu, utasikia amani yenye haujawahi kusikia. Ukiishi ndani ya Yesu, utaishi security yenye haujawahi kusikia. Hautaishi na woga vile unavyoishi na woga. Leo hii kila mtu anaishi na woga. Hata wale tulikuwa naona watu wakubwa sana wa Mungu, wote wanainama mbele ya hii virus. Why? Kwa sababu they are not sure of their security in Christ. They are not sure. But believe you me, there is no condemnation. Hata vile ulimwengu wote unatetemeka hivi, kama ulimwengu ungekuwa unatetemeka hivi wakati Mungu anaongea, Mungu angechoma ulimwengu, Mungu angeumaliza. But kwa sababu watu wa ulimwengu wana pretend, unapata hata wahubiri anahubiri anatoka jasho, unafikiria kuna kitu ya maana kunacho. Hakuna kitu, ni jasho hiyo tu, anatoa jasho kutisha watu wengine na Biblia kubwa na kochi refu.
But ikifika kwa laana, kila mtu anaogopa. Sasa hii kila mtu anaogopa hata kusalimia wale alikuwa na hug. Hug imeisha, hug inakwisha kabisa. Hai. Imeisha, nani atakuhug? Because you don't know who is who. Nani ako na virusi na nani hana. Virusi haitembei kwa mwili wa mtu. Hajiisha. But those who are living in Christ, they will continue to live their life as before. Oh, praise God. Hallelujah. 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 No condemnation. No one will condemn you. Hata kama unaenda kwa daktari anaandika kabisa wewe vile ninavyoona figo yako kabisa ina fail, haifanya kazi vizuri. If you believe that God raised Jesus from the death and that the same spirit is with me, I'm living inside God, that is nothing. Acha nikupe ushuhuda. Really. Ushuhuda really. Si story, ushuhuda. Dada fulani akiingiza kwa hospitali. Kuna kichwa tu. Daktari akaona ameshinda. Akamhesabilia masiku. Akasema huyo in 1 week time atakufa. Nikaja nikaambiwa kuna mtu fulani ni mgonjwa sana, tunaomba kama unaweza kwenda kumuona. Hapo wapi hapo hospitali. Tukaenda kuangalia dada vile alikuwa anajitupa tupa. Nikasikia vibaya. Nikamaza hapo. Nikasema okay, mimi nimesikia hivi, mtoa huyu ndugu yenu hapa akilala hapa leo na kesho hata kuwa. Nikaenda kwa mama yake nikamwambia, mama, fanya nguvu, sign hata document, huyu mtoto asilala hapa leo, umtoe. Na hapo shetani alikuwa ameshampangia vizuri sana vile atakavyo mmaliza. Bwana asifiwe. Wakamtoa na nikapewa habari ya kwamba ametoka. Nikamfuata kwake. Maombi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu dada akasimama juu. Siku ya 4 akanifungulia mlango. Nikienda kumwombea. Hakumeza dawa. Ukweli kabisa. Anaishi. After 3 months, akaenda check up kwa daktari wake ule. Daktari alimwona, hakuamini yeye. Karibu amkimbia. Kamwambia, what's happened? Kamwambia, nothing. But my pastor prayed for me. He prayed for me. I'm okay. Are you okay? Very okay. Ajua leo ule dada naishi. That's why this world is really, there is no condemnation for those who are in Christ. Kwa wale wanaoishi ndani ya Yesu. Sikiza, acha niendelea. Who are in Christ, who do not work according to the flesh, but according to the Spirit. Wale wanaotembea kulingana na mapenzi ya Roho. Wale wanaotembea kulingana na mwongozi wa Roho Mtakatifu. Hakuna hukumu kwao. Hakuna hukumu kwao hata kidogo, hata nini, hata ulimwengu ifinye kabisa. Hakuna hukumu kwao.
Are you in Christ? Are you in Christ? Ujangalia vizuri, are you in Christ? If yes, fear not. Christ will defend you. No condemnation. Usikubali mtu akuhukumu. Usikubali sheria ya watu ikuhukumu, kwa sababu leo makanisa imejaa na sheria. Kanisa wanaandika katiba. Aliandika katiba hiyo kwa kujitetea. But those who are in Christ, they are free. Biblia inasema, if the Son make you free, you are free indeed. Those who are in Christ, they are free. They have to celebrate every day and always. They have to celebrate Jesus in their life. Their spirit must to celebrate Jesus because of their deliverance. Umeona hata mtu mmoja anainuka sema anaenda kuwekea mtu anakonfirmiwa huyu hapo na virusi. Mtu fulani hivi anatoka anaenda, mimi ni mchungaji, mimi ni bishop. Si nilikwambia last week ya kwamba, I think last week, yes, Sunday, I think Sunday, nilikwambia kwamba leo hakuna anointing oil ina work, yote inakuwa useless. But still iko kwa kanisa, kwa madhabahu hapo iko, kwa ofisi ya pastor iko, kuna mitungi, kuna vibuye hapo ya anointing oil. Haifanyi kazi, inakuwa useless. Anointing oil inakuwa useless. Sahi ni sanitizer, ambaye mimi naita satanizer. Njoo iko. Na utaona pastors watanunua hiyo, wataweka picha yao ikiwa na ujumbe hapo. Inapendeza ukiosha mkono na hii, shetani hata kuona na virusi havita kuona. Haitakuwa tena anointing oil, itakuwa hii mafuta ya watu wote. Pastors wataweka tu picha hapo, wanaanza advertisement. But sahi we are looking for anointed people who claim to be anointed, to show us their anointing. Wenda na hiyo mafuta yao kwa hospitali, mali, si kwa quarantine, mali watu wanafungiwa, watu wanakonfirmiwa wako na virusi, wapaka hiyo mafuta. Kama hata wapaka hiyo mafuta, watu wanakimbia. Why? They pretend to be anointed, but they were not. Hapa ndio utaelewa. Wanaweza kunipika vita, lakini mimi siogopi vita yao. Hawataweza, kwa sababu niko na Mungu. Na utanishika mkono. Umeona hata mtu mmoja na anointing oil akisimama kwa TV ati mimi niende kupaka watu wagonjwa? Hakuna. Yote inaozea kwa kanisa sahihi. Inaoza. Inaoza. Anointing inaoza kwa sababu ya nini? We pretend to be what we are not. But wale wako ndani ya Kristo na wale wanatembea kulingana na roho wa Mungu, hakuna laana kwao. Hakuna laana. Kuna laana kwako kwa sababu unaiamini. Kuna laana kwako kwa sababu unaisikia na uliisikia kwa wazazi wako. Hautaishi maisha ya wazazi wako. Joseph hakuishi maisha ya wazazi wake. Aliisha maisha ya kifalme, ya kikubwa. Wewe ni mtu mkubwa as you are, but you don't know who you are. Na hauna na effort yoyote unaweza kufanya kudiscover who you are. Hapa ambayo
mambo yote imesimamishwa, hakuna kazi, hakuna panda shuka. Wewe unabaki tuna kazi mbili ama tatu: ukula, kuangalia TV na kulala. Hata muda kuomba hauna, hata muda wa kuomba hauna. Ni hiyo tu, kula, kuangalia TV na kulala. Unakuwa mgonjwa. Ni kitu gani after this season, after this lockdown, after this curfew, what's new in you? What's new in you after this season? Kwa sababu itaisha, si ya milele. Mungu ndio wa milele. This season will end very soon, believe you me. And no one knows what next. But by the end of this season, when people were free now, when people will start their activities, what next? What next? What new? Nakuachia hiyo. Fikiria, makazi ikianza leo, utaleta nini mpya kwa ulimwengu? Ama utatoka tu mwenye kunona? Unanona sana. Ndio chenye uko nacho. Come out with a new things which can bless someone's heart. That's why I'm here to tell you, if you are living in Christ, no curse, no virus for you. You are out. God bless you. God bless you. Let's pray. Baba, asante kwa ujumbe huu. Umenisaidia mimi kung'ang'ana kukaa ndani mwako. Kwa sababu kukaa ndani mwako si mchezo, si rahisi. Kutembea kiroho si rahisi. Bado mwili unatafuta vitu, macho inaona, masikio inasikia. But kwa sababu kuna njia, kuna mahali pa kwenda kuavoid laana yote ya dunia na ya familia. I make my body a sacrifice to please you. Acha ndugu na dada anayenisikia na atakayenisikia baadaye afanye mwili wake uwe sadaka ya kuteketeza kusudi apata nafasi ndani mwako na Roho Mtakatifu imtawale. Bwana asante. Bariki usiku huu kwa wale wameshalala na kwa wale wataamka asubuhi wapate hiyo ujumbe. Wengi watashtuka, ilikuwa saa ngapi, mbona hakusema? Bwana asante kwa sababu ulipenda niwe peke yangu sahihi, na mtu mmoja nimeona anafunga kwa sababu usingizi inazidi. Bwana asante kwa sababu asubuhi imefika na watu watafurahia ujumbe, watu watashare ujumbe na watu watashangilia. Hawako ndani ya laana, hawaishi na laana, wanaishi ndani ya baraka na utakatifu ambayo jina lako ni takatifu. Upewe sifa, utukuzwe Mfalme. Asante kwa sababu umemalizana na corona, umemalizana na virus hiyo. Hakuna tena uoga, hakuna tena kutetemeka mbele yayo. Haitaua tena watu, wale wamekufa wametosha. Bwana, inuka ndani ya nchi yetu, inuka ndani ya ulimwengu wote, kwa sababu watu wote ni watu wako. Asante kwa sababu ulifanya wale walitoka Misri, si wale walifika Kanaani. Ulimalizana wengine 40 years ya kuzunguka mlima, ukamalizana na wale walikuwa na mioyo migumu, ukaachilia wale walikubali. Bwana, achilia neema yako ya kukubali juu ya kila mwenye mwili, juu ya kila mtu ambaye anaishi dunia hii. Bwana, neema yako iwe juu yake,
na uwezo wake umtawale. Zaidi ya yote, April, before tuimalize, iwe mwezi utakaoisha na utukufu mwingi kwa mioyo ya watu, kwa sababu Biblia inasema kwamba kama roho ya yule aliyemfufua Yesu kwa wafu inaishi ndani mwenu, itafufua mili yenu ya kufa. Bwana, kubali mili yetu inakufa kwa laana, acha tuifufue, ifufuke kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, tumaini ya watu imekufwa, kazi za watu zimekufwa, imani ya watu imekufwa, but kwa sababu ya roho ya ufufuo na mwezi wa ufufuo, Bwana, kubali watu waona vitu vipya, wakirudi kwa activities zao, waishi, waleta vitu vipya, wakirudi kwa makanisa zao, wawe inspired, wawe watu tofauti na vile walienda kwa likizo hiyo ya nguvu uliyopea. Kila mtu ako kwa likizo, si kutaka kwake, wewe ulitaka, ulipenda, haijawahi kufanyika ulimwengu huu. Kitambo sisi tukomana tuzaliwa, tuwe miaka hii hatujawahi kuona kitu kama hiyo. Wanafunga kanisa, wanafunga makazi, ndege, hakuna kitu. Bwana, uliweka watu wote kwa likizo, kwa njia moja wafikiria what next. Upewe sifa sana na utukuzwe kwa jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. 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 Mungu awabariki sana.